Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi kwa jinsi Roho Mtakatifu wa Mungu ambavyo ameikusudia iwe. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, na kukaribisha sana 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 kwa moyo wa unyenyekevu kabisa katika ibada hii na kwa moyo wa upendo. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na mwenye jina yupo katikati yetu. Yupo katikati yetu. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yupo katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nipo hapa kukuambia ya kwamba kuelewa kwako neno la Mungu ndio kuvuka kwako. Hatua yako ya kuelewa neno la Mungu, ukachukua hatua, ndio ushindi wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia tunaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa maarifa tunayapataje? Tunayapata katika neno la Mungu. Halisemi tunaangamia kwa kukosa maombi, kwa kukosa chochote ambacho unakifikiria. Lakini maarifa ya Mungu katika eneo ambalo unalielewa, katika neno la Mungu ukasimama nalo, ndio kuvuka kwako. Kwa hiyo Mungu akupe kutega sikio. Atakase masikio yetu kwa damu ya mwanaye mpendwa Yesu Kristo, na mioyo yetu ipate kupokea. Amen. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba hauwezi kubadilisha jana yako, lakini una uwezo wa kuifanya leo yako na umilele wako uwe mzuri ajabu. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema sana sana sana. Fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni wa vizazi vyote. Wewe ndiwe Baba yetu wa mbinguni na duniani. Baba, hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Mungu wa baba yetu Yesu Kristo. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mungu wa Ibrahim, wa Isaka na Yakobo. Tunakuabudu, tunakutukuza we Baba. Tazama ni sisi watoto wako. Tumekusanyika kwa jina lako takatifu. Tunaingia tena mezani pako Baba. Tunahitaji kula na kunywa mezani pako kwa neno lako takatifu lililojaa nguvu na uwezo wako Bwana. Asante Baba yetu wa mbinguni. Kwa Roho wako Mtakatifu Baba, zungumza nasi. Kwa Roho wako Mtakatifu tufundishe, tuongoze. Kwa Roho wako Mtakatifu Baba, finyanga maisha yetu katika jina la Yesu. Asante Baba. Tazama umenisimamisha katika nafasi kama chombo chako, kama mtumishi wako Bwana. Nami katika agano kuu la damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaingia patakatifu kwenye kiti cha rehema na neema. Naingia na damu yako takatifu Baba. Naingia Bwana Yesu nikiwa nimelibeba na kanisa lako lote, wakiwemo watoto wako hawa Bwana. Watoto wako wote pande zote, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, wa kike na wa kiume Bwana. Mungu Baba, nakusihi Bwana, rehema zako na msamaha wako juu yangu mimi Bwana, chombo chako, mtumishi wako. Popote nilipokosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, ambapo nimekukosea Baba na kukuhuzunisha, nahitaji msamaha wa damu yako takatifu. Samehe Bwana, samehe kitu chochote Baba nilichokosea, ikiwa ni kwa kujua au kwa kutokujua, na ikimbilia damu yako takatifu ya agano jipya yenye kututakasa na kutuhesabia haki. Baba, asante kwa msamaha huu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Ninatubu sasa Bwana kwa ajili ya watoto wako hao Bwana, na kusihi Baba upate kumrehemu kila mmoja, umsamehe kila mmoja, umuoshe kwa damu yako takatifu, umtakase kwa damu yako takatifu. Samehe uovu wao na makosa yao waliofanya kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Damu yako ya agano jipya Baba
ipate kuwaosha sasa na kuwatakasa na kuwafinyanga sawa sawa na mapenzi yako. Baba, ninahitaji rehema zako na neema yako juu yetu za kutuvusha katika mahitaji yote. Asante Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu juu yetu, tufundishe, dhihirisha neno lako hili ya kwamba limetoka kwako kwa nguvu na ishara zako. Roho wa Bwana tujaze, tembea na neno lako hili Bwana, ukadhihirishe nguvu zako na uweza wako Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Asante kwa maana umetukusudia kutuvusha hatua nyingine kabisa. Imani hata imani, utukufu hadi utukufu, kwa utukufu wa Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu, nasema asante. Sauti yako ikasikike badala ya sauti yangu. Jina lako likasimame Yesu badala ya jina langu na jina la huduma hii. Bali Yesu likasimame jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Watoto wako Bwana wakutukuze we Baba kwa utukufu wa jina lako. Sante Roho Bwana. Ninatakasa maeneo yote tuliyopo kwa damu ya Yesu. Natakasa Biblia zetu kwa damu ya Yesu. Natakasa masikio ya kila mmoja wetu na yatamkia utakaso wa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Mioyo yetu ninaimwagia damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Kwa jina la Yesu naitamkia utakaso wa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ikapokee neno la Mungu kwa unyenyekevu kabisa kwa jina la Yesu. Na mahali popote neno linapopita, ninaachilia damu ya Yesu ya agano jipya. Roho Mtakatifu wa Bwana, tembea na neno lako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Hakutakuwa na falme yoyote ya giza na mamlaka yoyote ya giza na nguvu zozote za giza zitakazoweza kupinga kusudi la Mungu ambalo amelikusudia kupitia neno lake hili katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana nguvu ya Mungu Baba aliye hai ipo, imeambatana na neno hili kwa utukufu wa Mungu Baba. Shetani wala mawakala wako wote hamna mamlaka juu ya ibada hii katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Na lile ambalo Roho Mtakatifu amelikusudia kulifanya linasimama kwa utukufu wa Mungu Baba katika jina la Yesu. Sante Bwana kwa neno lako lilojaa uweza wa uponyaji, lilojaa uweza wa kutufanya kupiga hatua, lilojaa nuru na taa yako Baba katika jina la Yesu lenye kutuangazia sasa. Oh, haleluya. Yesu ndiye Bwana katika jina la Yesu. Amen. Na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Tayarisha moyo wako. Amen. Kuvuka hatua nyingine kabisa kupitia ujumbe huu. Na imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kukuokoa. Mimi ni mtumishi tu, mimi ni chombo tu. Usiweke imani yako kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ujumbe unasema ya kwamba hauwezi kuibadilisha jana yako, lakini una uwezo wa kuifanya leo yako iwe nzuri ya ajabu, na una uwezo wa kufanya umilele wako uwe mzuri wa ajabu. Amen. Historia yako siyo hatima ya maisha yako. Unisikilize mtoto wa Mungu na upate kuelewa. Niko hapa kukwambia historia ya maisha yako siyo hatima ya maisha yako. Kwa hiyo mambo yaliyopita yasije yakakufanya ukate tamaa na kushindwa kusimama tena na kusonga mbele. Amen. Kinachokupasa kufanya ni kusimama tena ukimtazama Bwana Yesu ambaye amekupatia ushindi wa milele. Usiruhusu kabisa mambo ya nyuma kukuchorea mstari wa kutokuvuka. Usiruhusu kabisa. Katika jambo ambalo mistake unaweza kufanya katika maisha ni kuruhusu mambo ya nyuma, vitu vya nyuma vikuwekee mipaka, vikuwekee mstari katika maisha yako. Kwa usiruhusu kabisa, mtoto wa Mungu, mambo ya nyuma kukuchorea mstari wa kutokuvuka. Wakati damu ya Bwana Yesu ina uwezo wa kufuta huo mstari na ukavuka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Neno la Mungu katika Wafilipi 3 mstari wa 7 na wa 8 nitasoma. Neno la Mungu linasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Tuseme wote amen. Neno la Mungu linaendelea kusema, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitarudia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, kwa hiyo yalikuwaga faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Lakini kwa wakati huu ninayaona kabisa ni hasara kwa sababu ya uzuri wa kumjua Kristo. Amen. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Roho Mtakatifu anataka aongee na sisi. Kuna watu wengi na kuna vitu vingi sana katika maisha yako, na kuna watu wengi sana katika maisha yako ulisimama nao, na hivyo vitu ulisimama navyo juzi, ulisimama navyo jana, ulisimama navyo mwaka juzi, ulisimama navyo huko nyuma, na hivi vitu ukaviona vina faida sana, na hata ulipovipoteza umejikuta umedhoofika, mtoto wa Mungu. Na hata ulipovipoteza umejikuta umevurugukiwa kabisa kiakili. Umejikuta hata moyo wako umejeruhiwa mpaka unashindwa kuitimiza leo yako. Na unaiharibu kesho yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu tu kuna vitu ulivishikilia, ulikuwa navyo, watu wengi ulikuwa nao, lakini sasa haupo nao tena. Hivyo vitu hauna navyo tena. Kuna mahali unapita, ulipitia jana juzi, na ukaviona hivyo vitu vina faida, lakini vilipoondoka katika mikono yako, umejikuta umedhoofika, umejikuta umevurugikiwa kabisa akili, umejikuta hata moyo wako umejeruhiwa, huwezi kusonga mbele, unashindwa kutimiza leo yako kwa sababu ya hayo ya jana. Unaharibu kabisa na kesho yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unisikilize kwa makini, mtoto wa Mungu. Neno la Mungu linasema katika Mithali 23 mstari wa 7, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unavyoona nafsini mwako ndivyo ulivyo. Hayo ndiyo maneno ya Mungu anavyotuambia katika Mithali 23 mstari wa 7. Nitafafanua. Yaani, mtazamo wako wa ndani ni matokeo yako ya nje. Jinsi ulivyo ndani ndivyo utakavyokuwa nje. Ndani kama una huzuni, ujue ni kiasi cha muda tu, ile huzuni itajitokeza paka nje. Ndani kama una mawazo dhaifu, ni kiasi cha muda tu, ule udhaifu utajitokeza paka nje. Ndani kama una mawazo ya umasikini, ni kiasi cha muda tu, vile vitu vitajitokeza, ule umasikini utajitokeza paka nje. Na ndani kama una mawazo ya ushindi na kusonga mbele, ni kiasi cha muda tu, lazima utasonga mbele na utashinda. Sasa neno la Mungu linasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani mtazamo wako wa ndani ni matokeo yako ya nje. Kwa hiyo, kama ndani yako leo hii bado una mtazamo wa mwaka juzi, ujijue kabisa utaishi mwaka huu, unaishi mwaka huu, lakini matokeo ya maisha yako ya nje yatakuwa ya mwaka juzi. Amen? Tunaelewana? Mfano, yani mtu unaishi leo hii, lakini ndani yako una uchungu wa mwaka jana, una hasira ya mwaka juzi,
Kuna watu labda hata uliwasaidia miaka imepita wakakulipa mabaya, hadi leo wako moyoni mwako, hata unashindwa kupiga hatua tena ya kutenda mema kwa wengine kwa sababu tu ulisaidiaga watu huko nyuma wakakuumiza. Kwa leo hii kila kitu kimekucholea mstari, huvuki hapo, huwezi tena kutenda mema ukapata baraka kwa Mungu. Kwa hiyo umejikuta uko katika leo, lakini maisha yako ni ya mwaka juzi. Umebeba watu wengine, wanabeba watu hadi wa miaka 10 iliyopita. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho Mtakatifu atusaidie sana, na akusaidie hili lisiwe fungu lako katika jina la Yesu. Kwa hiyo mtu kama huyu ambaye yupo leo hii, anaishi leo, lakini ana uchungu wa mwaka juzi, ana hasira ya jana, ana uchungu wa juzi, yani amebeba watu ndani ya moyo wake. Unisikilize mtoto wa Mungu, mtu kama huyu uwe na uhakika leo yako haitakuwa ya amani, wala leo yako haitakuwa ya ushindi, wala leo yako haitakuwa ya kusonga mbele, bali itakuwa ya kukwama tu. Hata kama unasali na kufunga utakwama. Hata kama utazunguka makanisa yote utakwama. Hata kama utamtaja Bwana Yesu kuanzia asubuhi mpaka jioni, huwezi ukasonga mbele, na nitakueleza ni kwa nini. Na hapa nikwambie, shida sio shetani, bali shida ni wewe. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, neno la Mungu linasema. Shida ni wewe, unavyoona nafsini mwako ndivyo ulivyo, kwa sababu umekataa kusimama kwenye sehemu yako katika kutii neno la Mungu. Yaani umekataa kusamehe, umekataa kuachilia ili Mungu aingilie kati vita vyako, akupe ushindi. Umekataa kulitii neno la Mungu ili ubarikiwe. Kwa umejikuta kwa kukataa kwako unapingana na nguvu za Mungu. Mungu yuko tayari kukusaidia, unamuita anaitika, lakini akija anaona mimi mbona siwezi kwenda kinyume na neno langu. Mwanangu, unatakiwa ufanye sehemu yako. Akiangalia moyo wako, umebeba uchungu, umebeba hasira, umebeba yani kila kitu umekibeba wewe. Alafu mtu huyo anafunga na kuomba, Baba nipe amani, amani yako inifunike, amani yako iniatamie. Hawezi kupata amani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunaelewana? Kwa ni lazima tusimame kwenye sehemu zetu. Na kuna maeneo, wapendwa, sio shetani utakemea pepo wewe kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini kama neno la Mungu limekwambia samee, achilia, na wewe unakataa kusamee na kuachilia, ujue unayafunga mambo yako. Ujue Mungu hawezi kuingilia kati mambo yako. Ujue unazuia maombi yako. Fanya sehemu yako, Mungu afanye sehemu yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu ni mara nyingi tunafundishwa tusifanye hiki, tusifanye hiki, tutapata hiki. Lakini atufundishi kwamba yatupasa tufanye hiki ili tupate hiki. Neno la Mungu linatuambia tukikubali na kutii sauti ya Mungu, tutakula mema ya nchi. Utajiri na heshima utatufuata, utajiri unaodumu, utajiri wa ndani wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Roho wa Mungu anaongea na wewe, mtoto wake, ambaye unaishi leo, lakini nafsini mwako, akili zako zinaongozwa na maneno na vikao ulivyosemwa juzi, ulivyosemwa mwaka jana. Tena umesemwa na wanadamu ambao hawana mbingu. Lakini bado hivyo vikao na maneno yao yanakubabaisha tu, yanakuyumbisha tu. Umesemwa na wanadamu ambao hawajakufia msalabani, lakini badala umwangalie yule aliyekufia msalabani, unawatazama wao. Unachelewesha hatima ya maisha yako. Niko hapa kukwambia unachelewesha hatima ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa, hayo maneno ambao umeyashikilia moyoni mwako, hivyo vikao ambavyo umevishikilia maneno moyoni mwako,
Hayo ndiyo ya umekwamishwa nayo, na kwa sababu umekubaliana nayo ndani yako ya kukwamishe, yani ni kama unamsaidia shetani kukukandamiza. Unajua hakuna kitu kibaya kama mtu anavyokufanyia ubaya alafu wewe haoni ukitikisika. Yani kila anapokazana anaona wewe hutikisiki, uko mwema tu. Uko mwema tu kwake, wewe uko kwa sababu ile ni adhabu tosha kwa huyo mtu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini ukiwa unayumbishwa, yani umekubaliana, ni kama unakubaliana kukandamizwa, hiyo inakuwa inakucholea mstari wa kutokuvuka, unaiharibu hatima ya maisha yako, na Roho Mtakatifu atusaidie sana na hili lisiwe fungu lako wewe katika jina la Yesu. Yani mtu unakwamishwa, ukikumbuka maneno yao unalia, unapata pressure, huna tena ujasiri wa kusonga mbele, unajiona haufai. Aliyekwambia haufai ni nani? Na kati wewe ni wa gharama. Neno la Mungu linakwambia nini? Linakwambia kwamba umenunuliwa kwa damu ya thamani. Nani ambaye amemwaga damu yake kwa ajili yako? Hata uache kumsikiliza aliyemwaga damu yake kwa ajili yako, ukamsikiliza yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Simama na neno la Mungu. Wewe ujitambue wewe ni nani ndani ya mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukisha jitambua wewe ni nani ndani ya mwili wa Kristo, hata watu waongee kuanzia asubuhi mpaka mchana, wewe ni nani ndani ya mwili wa Kristo, umejitambua wewe kama nani. Kwa sababu yale maneno yao hayabadilishi wewe ni nani. Hayabadilishi kazi ya Kristo aliyokufanyia msalabani, jinsi alivyokuthaminisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ninakuomba au sijui nisemaje, ninakutamkia ujitambue katika jina la Yesu. Wewe ni nani ndani ya mwili wa Kristo. Alafu ukishajitambua, chukua hatua. Simama kwa jina la Yesu. Anza kubatilisha hayo maneno mabaya yaliyotamkwa juu yako. Yafute kwa damu ya Yesu. Futa na majeraha yaliyokuja na hayo maneno. Yani kuna mtu maneno tu yamemfanya apate stroke. Maneno tu yamekufanya upate pressure, kisukari, sijui madude gani. Maneno tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anza kujitamkia uponyaji. Jitamkie mema. Futa nayo majeraha, anza kutamka. Jitamkie uponyaji, jitamkie mema, na anza kuamini katika kile alichokisema Mungu juu yako kwenye neno lake, na usimame hapo. Na sio kuendelea kuamini walichokisema wao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na uone kama utasonga mbele. Hutaikiwa mkono na mtu, hata kemewa pepo, lakini utasonga mbele tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu tayari neno la Mungu limekuja kukupa maarifa, unajitambua. Kwa hiyo simama, usiendelee kukaa na majeraha. Futa kwa damu ya Yesu. Jitenge nayo kwa damu ya Yesu. Kataa kwa damu ya Yesu. Jitamkie mema kwa jina la Yesu. Unayo mamlaka. Usisubiri mtumishi wa Mungu akutamkie. Hata wewe una uwezo wa kujitamkia mema kwa jina la Yesu. Na lolote mliombalo kwa jina la Yesu imekuwa. Mkiamini imekuwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mithali 19 mstari wa 21, neno la Mungu linatuambiaje? Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Kwa hiyo hila ziko nyingi wapendwa, lakini ukijitambua wewe ni nani katika Kristo, shauri la Mungu, ukijua kwamba neno la Mungu limeniambia hivi, sawa, mmesema sitafika ninapofika, lakini mimi natazama shauri la Bwana. Neno la Mungu linasemaje? Shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Hila zimetamkwa nyingi, hila zimesemwa nyingi, lakini shauri la Bwana Yesu lake, neno lake ndilo litakalosimama kwenye maisha yangu. Sasa wewe embu jikite hapo. Jikite hapo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na haya ninayokufundisha, niko hapa kukwambia
mimi kama mtumishi wa Mungu yamenitesa sana sana sana, na kama Mungu asingeingilia kati nisingekuwa hapa, lakini kwa neema ya Mungu nimevuka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo sitaki wewe uzunguke mlima ule ambalo nimezunguka mimi. Yamkini nilipita ili wewe ukute barabara imesafishwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka leo ujiulize, je, wewe leo yako umesimama na nani? Na umeamua kusimama na neno la nani? Kwa sababu lazima uamue. Kama umeamua kusimama na maneno yaliyosemwa mwaka juzi, yaliyosemwa jana, yaliyosemwa juzi, ijulikane leo. Na kama umeamua kusimama na kile ambacho Mungu anakufundisha leo, na ijulikane leo. Lakini kwanza jiulize, wewe mpaka leo hii, mpaka saa hii unaposikia hapa, leo yako umesimama na nani? Na umeamua kusimama na neno la nani? Umesimama na nani? Na umeamua kusimama na neno la nani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nipo hapa kwa neema ya Mungu kukuambia, kama leo yako kweli umeamua kusimama na Yesu Kristo Mungu aliye hai, na kusimama na neno la Mungu, neno lake, amen, hauna sababu ya kutetereka kwa mambo ya jana wala ya juzi yaliyokuvunja moyo. Huna sababu ya kuyumbishwa kwa jeshi lililojipanga kukuzuia usivuke. Na nitakupa sababu. Nataka tukiri hichi kitu kwa sababu kitakuletea ushindi. Hebu tuseme wote. Utasema baada yangu. Kama leo yangu nimeamua kweli kusimama na Yesu Kristo Mungu aliye hai, na kusimama na neno lake, sina sababu ya kutetereka kwa mambo yaliyopita. Sina sababu ya kutetereka kwa mambo yaliyonivunja moyo. Sina sababu ya kuyumbishwa kwa jeshi lolote lililojipanga kuzuia nisivuke. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hauna sababu. Kwa nini hauna sababu? Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linatuambia hivi: mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Amen. Na neno la Mungu linatoa sababu. Kwa sababu gani? Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Sema amen. Kwa hiyo haijalishi ulikutana na kikwazo gani au utakutana na kikwazo gani, Yesu Kristo uliyekutana naye katika maisha yako ya leo, na ukachukua hatua ya kumkaribisha akae ndani yako, ayaongoze maisha yako, huyu Yesu ni mkubwa kuliko vikwazo vyote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa, baada ya kukutana na Bwana Yesu na kuanza kutembea naye hatua kwa hatua, hatua ya pili ya kuchukua ni hii. Nataka nikufundishe sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wafilipi 3 mstari wa 12 mpaka wa 14. Neno la Mungu linasema, sio kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, hapana. Bali ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu,
sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila ninatenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumulia yaliyo mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tusome wote. Soma baada yangu mimi. Amen, ili tuende pamoja. Itakuletea ushindi sana. Sema, sio kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, yaani hapana. Bali ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila ninatenda neno moja tu. Amen. Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumulia yaliyo mbele. Ndugu yangu wapendwa, hatujafika, tupo njiani. Amen, katika safari yetu hii ya imani. Ila tunatakiwa kukaza mwendo, kukazana na kushika sana kile ambacho tumekipata. Yaani hii imani yetu ya wokovu ndani ya Kristo. Hii imani tulioipata ina thamani sana sana sana, kiasi cha kwamba adui ataitafuta usiku na mchana kutaka kukurudisha ulipotoka. Lakini usikubali. Usikubali mwanangu, usikubali. Tenda neno moja tu. Sahau ya nyuma. Kimbilia taji iliyoko mbele yako, ambayo Bwana Yesu atatuvika tunaompenda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ambayo Bwana Yesu anatuvika tuliomkimbilia na kushikamana naye na kumpenda. Tenda neno moja tu, ya sahau yaliyo nyuma, chuchumulia, kazana, kimbilia yaliyo mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye anakaza mwendo akiangalia mbele, huku anaangalia nyuma, alafu atarajie asianguke. Yaani ukikaza mwendo unatakiwa uangalie huko unapokwenda. Sasa watu wengi wanajaribu kukaza mwendo, wanatumia nguvu nyingi sana, huku wanaangalia nyuma. Ya nyuma bado yamewashika. Na Roho Mtakatifu atusaidie sana. Sasa mfano huyu mtumishi wa Mungu huyu Paulo aliyeandika waraka huu wa Waefeso huyu ambao tumeusoma. Ameandika kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka, nakupa mfano wake sasa yeye. Alafu jaribu kuutafakari. Kumbuka yeye kabla ya kukutana na Bwana Yesu na kuokoka alikuwa anaitwa Sauli. Na maisha yake yalikuwa yanamuhuzunisha sana Mungu. Alikuwa anaipinga kazi ya Mungu. Yaani alikuwa mstari wa mbele kuipinga injili ya Yesu. Aliwatesa waliokuwa wanaihubiri injili ya Yesu, na sio kuwatesa tu, akawaua. Aliwaua akina Stefano, na alikuwa anafurahia kuuawa kwao. Amekiri mwenyewe katika waraka zake hizi. Na aliwaua hao waliokuwa wanahubiri injili ya ufalme wa Mungu. Sasa alimuhuzunisha Mungu kwa hichi jambo. Hata Yesu alipomtokea alisema, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Mbona wanihuzunisha? Sasa kitu ninachotaka ukifikiri, baada ya Sauli kuokoka, nataka upate picha baada ya Yesu kumtokea na kumuokoa, alikuwa anaishi mazingira gani? Kumbuka Sauli alikuwa anajulikana wakati huo ndio konko la kuua watakatifu wa Mungu, la kuua wanafunzi wa Yesu. Sasa Yesu akamtokea live, alafu akaokoka. Alafu ni mtu ambaye alikuwa juu. Yaani sio kwamba alikuwa underground, alikuwa mafichoni. Anajulikana. Amen. Sasa pata picha baada ya Yesu kumtokea na kumuokoa, alikuwa anaishi mazingira gani? Lazima uwe na uhakika shetani alikazana kumkumbusha yale ya nyuma. Shetani alitumia watu kumnyoshea vidole. Hata wewe tuloko tunakujua. Hata wewe leo hii unasema Yesu Yesu. Hata wewe leo hii unajidai umeokoka. Hata wewe, zilikuwa nyingi sana kwa Paulo. Sasa shetani alitumia watu
hata kumnyooshea vidole. Neno la Mungu linatuambia hata wanafunzi wenyewe wa Yesu waliotembea na Bwana Yesu, ilikuwa shida kwao kumpokea Paulo ambaye alikuwa ni Sauli. Ilikuwa shida kwao sana. Kama Mungu asingeingilia kati, ilikuwa shida sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini yeye alijua kile alichokipata, na akaona hapa, ili nifike Mungu aliponikusudia, ili nikifikie kile ambacho Mungu alichonikusudia nifike, ili nifike mahali ambapo Mungu amenikusudia, lazima niweke nia. Na hii nia ni nia ya kukaza mwendo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hii itawezekana tu nikilitenda jambo moja tu. Lazima niyasahau ya nyuma ili niwe na ujasiri wa kusonga mbele. Hii ndio hatua alichukua. Nitayasahau ya nyuma na kuyachuchumulia yaliyo mbele yangu, ambayo Mungu amenikusudia, ambayo ni mazuri zaidi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mpendwa wangu, usizani wakati wa kuinuka kwako dunia itakupigia makofi. Hapana. Kila mtu atajaribu kukuwekea vikwazo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hii inasikitisha sana, kwa sababu mtu akiinuka ndipo watu wanaanza kuweka vikwazo. Lakini wakati yuko chini, hutasikia mtu anayeshughulika na wewe. Shida pale unapoanza kuinuka. Sasa huyu mtumishi wa Mungu Paulo alisema hapa ni lazima nikaze mwendo. Na sisi Mungu atusaidie, na wewe Mungu akusaidie upate kujua kwamba hapa nikiendelea kuwafuata hao wanaoninyoshia vidole, nitasahau kile ambacho Mungu amenikusudia mbele. Nitashindwa kufika pale ambapo Mungu amenikusudia kufika. Itanisaidia nini mimi? Hao ambao wananinyoshia vidole watanicheka. Lakini kama wakiona ninasonga mbele, ninakaza mwendo, wataniheshimu. Ipo siku watakuheshimu tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini ukinyong'onyea, ukakaa kwenye kona, ukaanza kulia, ukaanza kupata stresi, kupata msongo wa mawazo, wenzio kule wanafanya vikao vya sherehe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Roho wa Mungu anaongea na wewe ambaye mfano umeshatubu dhambi zako, damu ya Bwana Yesu imekusafisha, kwa neno la Mungu umeamini kabisa Mungu amekusamehe, na amesema kwenye neno lake akisamehe amesahau, hakumbuki. Lakini wewe unakumbuka bado na kujihukumu kwa yaliyopita. Hata unakosa ujasiri katika nafsi, katika nafasi Mungu aliyokupa. Unashindwa kusonga mbele. Hukumu za watu zimesimama. Mungu ameshasema amekusamehe. Umetubu kweli. Umeamua kumgeukia Mungu. Mungu amekusamehe. Damu ya Yesu imekusafisha. Hakuna ambacho damu ya Yesu haiwezi kusafisha. Kama huyu Sauli, Paulo alisafishwa dhambi zake, ambaye alikuwa anawaua. Wewe umeshafikia dhambi ya kuua. Anawaua, tena sio kuua mtu wa kawaida. Anawaua waliokuwa wanaihubiri injili ya Mungu. Lakini bado alitubu, Mungu akamsamehe na akamfanya kuwa mtumishi wake. Akawa na ujasiri wa kusema nitayasahau yaliyopita, nitasonga mbele na kuyachuchumilia yajayo. Kwa nini wewe usiweze? Hata wewe unaweza kuyasahau yaliyopita na ukasonga mbele, ukakimbilia taji yako, ukachuchumilia taji yako. Mungu amekuandalia mambo mazuri zaidi, lakini kila mlango ukitaka kufunguka, vikwazo vinainuka. Na kwa sababu wewe unashindwa kuconcentrate kwenye neno la Mungu, unaconcentrate kwenye vikwazo, unazama kama Petro alivyozama. Bwana Yesu anamwambia njoo tembea juu ya maji. Badala ya kumtazama Yesu, alipokuwa anamtazama Yesu, alienda viatua kidogo. Alipoona upepo yale mawimbi, akaanza kutazama mawimbi, akazama. Lakini bado Petro akamsema, Bwana nisaidie, niokoe.
na Yesu akamshika mkono, akamwambia imani yako iko wapi? Sasa na wewe leo kama ulikuwa katika kuzama, bado unaweza ukamwambia Bwana Yesu niokoe. Na kama ulikuwa unaangalia mawimbi, toa macho yako kwenye mawimbi, muangalie Yesu. Angalia neno la Mungu linasema nini. Ndio lina final say la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio lina usemi wa mwisho wa maisha yako. Na kumbuka maandiko yanatuambia, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Kwa hiyo adui atakachokifanya, atafanya kila njia upate tu moyo wa kujihukumu. Usisamehe, ule moyo tu uendelee kujihukumu. Wewe mwenyewe umeshatubu, wewe mwenyewe hujisamehi. Bado hao wa nje wanakunyoshea vidole, ulikuwa hivi, ulikuwa mwizi, ulikuwa sijui nini, ulikuwa nini. Wakati wewe tayari ushatengeneza na Mungu wako. Songa mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Moyo wako usipokuhukumu, kumbuka hili, una ujasiri kwa Mungu. Na yoyote mwenye ujasiri kwa Mungu ndio ana ujasiri, atakuwa na ujasiri wa kumpinga shetani. Huwezi kuwa hauna ujasiri kwa Mungu afu kawa na ujasiri wa kumpinga shetani. Huwezi. Kwa sababu ndio maana neno la Mungu linasema, mkaribieni Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Kwa lazima kuna ujasiri utakuwa nao, ambao kwa huu ujasiri utasema hivi, mimi sijali. Ninajua ninayemwamini. Na ndio maana neno la Mungu linasema, kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Lakini kama Yesu alifufuka, mimi nasema hivi, imani yetu sio bure. Na neno la Mungu linasema kabisa, kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Lakini kama alifufuka, imani yetu sio bure ndani ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usikatishwe tamaa na mambo ya jana juzi. Una leo yako ambayo unatakiwa usimame na Mungu. Mungu akutangulie na akusaidie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kumaliza na Wafilipi ile 3 mstari wa 14 na wa 15. Neno la Mungu linasema, na kaza mwendo. Sema amen. Niifikirie mede ya dhahabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine, hata adui akijaribu kukuletea mengine, katika jambo lolote Mungu atawafunulia hilo nalo. Ndio maana Mungu amekufunulia hili. Amen. Na Mungu Baba akusaidie sana. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, namalizia kwa kusema hivi, kaza mwendo. Hakuna anayekaza mwendo huku anaangalia nyuma alafu atarajie kufika. Atarajie kufika salama. Either utaanguka, utatumbukia kwenye shimo, si ndio? Kwa hiyo usiruhusu kukwamisha na ya jana juzi. Usiruhusu kabisa. Hauwezi ukaishi leo kwa mawazo ya yale yaliyokuangusha jana na utegemee kupiga hatua mpya leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hauwezi ukaishi leo kwa mawazo ya yale yaliyokuangusha jana, bado umeyashikilia leo, alafu utegemee hii leo yako upige hatua mpya. Huwezi. Na kumbuka, leo yako ikifeli, ndio kesho yako imefeli. Nikiwa na maana, kesho yako unaitengeneza leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Bwana. Na mwenye masikio asikie. Amen. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Shika kwenye moyo wako. Takwenda kumshukuru Mungu. Na wewe pia mshukuru Mungu kwa ujumbe huu aliokupa, ambao unakwenda kukuvusha kabisa. Baba, nasema asante kwa ajili ya neno lako lo hai. Asante Bwana Yesu. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaichota damu yako takatifu ya agano jipya. Ninaachilia damu ya Yesu sasa kwenye mioyo ya watoto wako, na nafsi zao, na fikra zao, na mawazo yao, kwa jina la Yesu Kristo. Moto ulawa Roho Mtakatifu ukapite sasa
na kuteketeza kila pando ambalo Mungu hujalipanda kwenye maisha yao. Iwe ni kwenye mawazo yao, iwe ni kwenye matendo yao, iwe ni kwenye fikra zao, kila elimu za giza kwa jina la Yesu Kristo teketea kwa moto ulao Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo, kila ufalme wa giza, mapepo, majini, nguvu yote ya giza iliyoshika mioyo yao, ondoka sasa kwa jina la Yesu, kwa kuwa nuru ya Kristo imewaangazia na giza halitawaweza kamwe. Kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo imekuwa. Baba, nasema asante kwa kuwa ni mwaminifu, kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante kwa maana upo kulitimiza neno lako kwa ajili ya utukufu wako na kulithibitisha kwa nguvu zako na uweza wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kupita kwenye kila eneo la maisha ya watoto wako Bwana. Endelea kupita kwenye maisha yetu. Tujaze Roho Mtakatifu wa Bwana, jaza kanisa lako. Jaza, tujai, tufurike nawe. Ingia kila sehemu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu ninafuta kabisa mioyo ya kujihukumu kwa watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Ninaitamkia miguu yako kusonga mbele kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Oh, haleluya, Yesu ni Bwana. Asante Yesu kwa kuwa umetenda. Jina la Bwana Yesu litukuzwe na lihimidiwe milele na milele. Amina. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen. Na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 29 3144, na namba nyingine ni +255 784 625048. Amen.